wa mwisho kwenye deputies, kisha tumuite party leader, alafu wakule kiapo ya kufanya yale mambo ambayo wamesema, si ndio? ODM, karibu mheshimiwa. Oh, you meant to press it down? Okay. All right. That's all right. This is okay. Thank you very much. Haya. Salamu alaikum. Mungu yu mwema kila wakati. Mumesikia wimbo, mumesikia kauli, na mimi kwanza nachukua fursa kuweza kutoa shukrani za dhati zangu wana Mombasa, wa Pwani na wa Kenya kwa jumla. Tuko ndani na hatubanduki. Mimi nataka tu kuliwaza pahali ambapo kwamba tulitoka leo katika historia. Mwaka 2021 tarehe kama hii ya leo, tarehe moja na hii ya leo, tarehe 13 Novemba, nilikuwa nimeenda Lamu na former party leader wetu, kipenzi chetu Raila Amolo Odinga. Tukawa mimi na yeye tumetangulia. Wakati tumefika, tulikuwa katika sehemu fulani, tushamaliza kuonana na delegates wa Lamu. Baada ya hapo, siku ya pili na siku nyingine tulikuwa tuendelee na campaign za ODM. Nikapokea simu muda wa takriban saa 1 usiku ama kabla saa 1, katika watu ambao nilikuwa nimeenda nao safari, watu 4 ambao ilikuwa ni zaidi ya wafanyakazi bali ni kama familia, walipata accident kwa sababu walikuwa wanakuja kumfuata baba na wanakuja kunifuata mimi kuweza kufanya campaign. Ali Naaman, Carol, Ellison na Athman, wote wakafariki kilomita kiasi kidogo kabla kuweza kufika Lamu. Na nakumbuka kauli ya mzee, kwa sababu mtu wa kwanza kunipatia pole ilikuwa ni baba. Alifanya yeye na akapiga simu akanitafutilia njia, nikatoka ili niende pahali kulikuwa kuna maiti. Siku ya pili baada ya yeye kumaliza mikutano, akafika pahali ambapo kwamba kumefiliwa Mombasa, na akaenda katoa pole kwa wote ambao kwamba walikuwa wameweza kufiliwa. Hii leo Waswahili wanasema chozi mlizi wa watu mlizi wako ni nani? Aliyeweza kunipatia bega lake wakati wangu wa huzuni ilikuwa ni yeye. Lakini hii leo 4 walioenda mbele ya haki kwa sababu ya kutufuata sisi na siku zao zilikuwa zimefika, na baba, nina imani pahali walipo wanatuambia ile njia tunaokwenda ndio njia ya kisawasawa vile ambavyo kwamba panahitajika. Mimi hii leo nataka kudedicate to Raila. This is one person alitembea katika corridor za jela ili mimi na wewe tuweze kutembea huru katika barabara. Huyu ni mtu aliyeweza kubanwa shingo ili mimi na wewe tuweze kuwa na pumzi za kuweza kuvuta. Huyu ni mtu ambaye kwamba alitufunza, kama alinifunza mimi siku ile ambapo kwamba nilikuwa nina huzuni, ya kwa wakati unaona ya kwa kila kitu kiko chini na kila mmoja anakuona ya kwa uko katika hali ya chini zaidi,
huo ndio wakati ya kwa wewe uwe na nguvu ya kuweza kuinuka na kuendelea sambamba. Na ndio ukaona ya kwa mwezi mmoja baada ya baba kuweza kuondoka, aliwacha yale ambayo kwamba yako katika mashinani. Hii leo tunaendeleza msafara wa chama cha ODM. Baba alikuwa ni mwalimu aliyetufunza ya kwa ODM si mtu binafsi, watu wanaweza kwenda mbele ya haki. ODM ni mawazo, ODM ni muungano, ODM ni sauti ambayo kwamba haiwezi kufa. Anaweza kufa binadamu, lakini yale ambayo kwamba ni maoni hayawezi kwenda. Kila mmoja amezungumza hapa na amezungumza lugha tofauti. Mimi nairejelea hii nilizungumza nikiwa katika mazishi ya baba, na nimeyazungumza haya pale katika sehemu nyingine. Agosti mwaka 2027 itafika na tutakuwa ni wenye kupiga kura. Kabla ya Agosti tarehe 27 ile mwaka 2027 tutakuwa tumevaa rangi zetu za orange. Siku ya kupiga kura mambo mawili yatafanyika. Ikifika Septemba mambo mawili yatafanyika, na nyinyi mko hapa sio mashahidi peke yake, bali nyinyi ni majenerali ambao kwamba mtahakikisha yameweza kutendeka. Ikifika Septemba, serikali inayokuja, either mambo ni mawili, we are either forming government or we are part of government. That is the declaration that we are making here today on these historic grounds za Fort Jesus. Na siku ambao kwamba viongozi tutakuwa tuwenye kuchukua kiapo hapa, tunaapa ya kuwa ikifika tarehe tutatoka na kuhakikisha bendera yetu imeweza kuwa imara. Kwa hayo mengi, asanteni sana, na nawatakia kila laheri na kuambia asanteni kwa uaminifu wenu kwetu sisi. Asante sana Gavana. Makofi ya Deputy Party Leader. Haya, sasa kwa heshima kubwa nataka nyote